Asante sana ndugu mwandishi habari. Mimi naitwa wakili Madugu William, ninafanya kazi na LHRC na kwa hapa ni wakili wa mashauri makuu mawili. Shauri la kwanza lilikuwa linakuja mbele ya Mheshimiwa Mushi linahusisha washtakiwa watatu ambao wana tuhuma za kuchoma moto ofisi ya CCM, shauri namba 25294, na shauri la pili ni shauri namba 28996 ya mwaka 2026 ambao liko mbele ya Mheshimiwa Makube, ambao linahusisha watuhumiwa wawili ambao wana tuhuma kubwa tatu: tuhuma ya wizi, vunja pamoja na kuta na mali ambayo yasadikiwa kuwa ni ya wizi. Sasa shauri namba moja la uchomaji ambao lilikuwa mbele ya Mheshimiwa Mushi, Jamhuri kwa maana ya DPP amefunga rasmi ushahidi wake. Leo ilikuwa na shahidi mmoja na wamearifu mahakama kwamba hawana shahidi zaidi ya huyo. Kwa hiyo kwa tafasiri hizi ni kwamba Jamhuri imefunga ushahidi wake na rasmi sasa washtakiwa hawa watatu kuanzia tarehe 5 kwa maana Alhamisi wataanza kujitetea, kueleza mahakama ni kwa namna gani sasa hahusiki na uchomaji wa jengo la ofisi ya Chama cha Mapinduzi, na mimi kama wakili wao nitafanya kazi hiyo ya kuongoza kuanza kujitetea. Na shauri la pili ambalo ni la tuhuma hizi tatu kwa maana ya wizi, kuvunja pamoja na kukuta na mali inazodikiwa kuwa ni ya wizi, pia leo Jamhuri ilikuwa inakuja kufunga ushahidi wake kama ambavyo amri ya mara mwisho ilitoka, lakini wametufahamisha kwamba shahidi wao ambao walikuwa mlete amepata dharura na kupelekea shauri hili kuahirishwa mpaka kesho, ambapo Jamhuri itakuja na shahidi huyo ambaye ni afisa polisi ambaye alifanya mahojiano ya mshtakiwa namba 2. Baada ya hapo tutategemea kwamba pia kesho Jamhuri itafunga ushahidi wake, na baada ya hapo sasa itafungua pazia, itafungua nafasi kwa mahakama kutoa uamuzi mdogo kama watuhumiwa wana kesi kujibu au hawana kesi kujibu. Ikitokea wakasema kwamba hawana kesi kujibu, basi shauri litakuwa limeishia hapa. Lakini ikitokea mahakama ikakuta kwamba wana kesi kujibu kwa mujibu wa sheria, basi itafungua nafasi kwa mawakili wa tetezi kuanza sasa washtakiwa kujitetea. Kwenye ile shauri la kwanza ambao nimewaeleza la uchomaji wa ofisi sisi, kwa mujibu wa uamuzi mdogo wa mahakama ni kwamba washtakiwa watatu wamekutwa na kesi kujibu kwamba kuna viashiria vya hiyo kuchoma ofisi ya sisi. Sasa baada ya mahakama kutoa uamuzi kwamba na kesi kujibu, sasa inafungua mlango sasa wa sisi kuanza kujitetea. Hili shauri la pili kama nilivyosema, kwa maana ya kesho saa 8 mchana wakisha leta shahidi wao mmoja, akisha hojiwa kisha mwezi mafadi ya dodoso, itafuata hatua ya mwisho ya mahakama kutoa hiyo taarifa au uamuzi mdogo kama watakiwa na kesi kujibu au hawana. Ikisema hawana itakuwa inaishia. Ukisema wana kesi kujibu, itimizo kwamba sasa itakuwa inafungua pazia ya washtakiwa kwanza kujitetea kama nilivyokuwa nimeelezea hapo awali. Bado wateja wako wana kesi ya uhaini nafikiri wote ambao inawakabili. Mwendelezo wake ukoje mpaka hivi sasa? Yaani kweli kama ulivyosema kwamba washtakiwa wote hawa waliobakia hapa mahakamani 8 wanayo kesi ya uhaini au tuhuma za uhaini ambazo kwa mujibu wa sheria za nchi hii mahakama hii ya Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Mahakama ya ukabidhi kwa maana ya committal court inayosubiria Jamhuri iweze kukamilisha upelelezi wake, then wa committee watumiwa kwenye mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza shauri hili ambayo ni mahakama kuu. Sasa kwa bahati kwamba washtakiwa wote kila mmoja tuhuma zake za uhaini ziko kwa hakimu tofauti. Utakuta yeye na kesi yake kwa hakimu huyu kwa hakimu yule, hakimu huyu, wote hawa hako kwa hakimu mmoja, kila mmoja na kesi yake kwa hakimu tofauti. Na kwa kweli tumekuwa tukiomba mara kwa mara kwamba Jamhuri kama haina ushahidi wa kutosha wa kudhibitisha mashtaka yao, ni busara tu akayafuta, kwa sababu mamlaka hayo wanayo kwa mujibu wa kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Hata leo mimi nimeomba tena pale mbele ya mheshimiwa hakimu kwamba watuhumiwa wale licha kwamba wanatuma hizo za makosa mengine ambayo yana dhamana, lakini haya wahaini muda mrefu amesimama, hatuambii Jamhuri imefikia hatua gani kwenye upelelezi, bado anaendelea kukaa ndani. Ni jambo ambalo linakuwa halipendezi, kwa sababu Jamhuri ndio iliyokamata vijana ikafungulia mashtaka yenyewe, ina wajibu kwa mujibu wa katiba ibara 59 b kubwa na kifungu cha 8 cha sheria ya mashtaka na kifungu cha 263 cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai, make sure kwamba upelelezi unafika mwisho na watuhumiwa hao wanakuwa committed ile mahakama kuu ili
mashauri yao yaanze kusikilizwa. Lakini kama wanaona kwamba hawana ushahidi wa kutosha kuthibitisha tuhuma zao, hebu sala tuje DPP akaondoa mashtaka, sababu yanachukua muda mrefu, yanapoteza muda wa watu, yanapoteza rasilimali ya taifa. Vijana wangeenda leo kwa mitaani wanafanya kazi ya uzalishaji kwa taifa hili. Sasa badala ya kufanya jukumu hilo, wanasota mahabusu kwa tuhuma ambazo zimesimama na hazui prosecute. Kwa ni wito wangu kwamba kwa yale ya uhaini, DPP kama hana ushahidi wa kutosha, na nimekuwa nikisema mara kwa mara, hana budi yaondoa mashauri yao kwa maslahi mapana ya Watanzania na taifa kwa ujumla. Umesema kesho mnarudi tena hapa kwa ajili ya kusikiliza shahidi wa mwisho kwenye hiyo kesi ya wizi. Naam. Pengine ni saa ngapi mtakuwa hapa na kesi itapaje? Kwa kweli tumekubaliana na Mheshimiwa Hakimu na Jamhuri imekubali kwamba tutakuja hapa kesho saa 8 kamili mchana, ambapo sasa tutaendelea na shahidi wa mwisho kwa ajili ya kutoa shahidi wake, na baada ya hapo tutamwanza maswala doso. Baada ya hapo watafunga ushahidi wao na mahakama itatoa fursa ya kutoa uamuzi mdogo kama watuhumiwa na kesi kujibu au hawana. Kwa kesho saa 8 kamili tutakutana hapa, lakini pia wakati huo kesho hiyo kuna shauri jingine ambayo linamhusu mtuhumiwa mmoja kwa tuhuma za wizi anaitwa Michael. Itakuja asubuhi saa 3 kamili asubuhi mbele ya Mheshimiwa Swalo kule chemba namba 14. Lakini pia wakati huo tarehe 4 ya mwezi huu wa 3, shauri ambalo linamhusu pia mtuhumiwa mmoja anaitwa Nasir, ambao ni shauri la wizi liko mbele ya Mheshimiwa Pia Makube, itakuja kwa ajili ya kwanza kusikilizwa, na tayari Jamhuri amesikiliza shahidi mmoja, na siku tutakuwa na shahidi wa pili. Na wakati huo pia kuna shauri nyingine moja ambalo linamhusu mtuhumiwa mwingine mmoja wa kosa la unyang'anyi kwa kutumia silaha. Huo pia liko mbele ya Mheshimiwa Makube, ambao walikuwa watuhumiwa wawili, mmoja amefutiwa mashtaka kwa maana ile la uhaini, na ile la pili kwa kabakia mtuhumiwa mmoja. Kwa ujumla ni kwamba ama shauri yote na ila la kwangu za ila la uchomaji yenyewe itakuwa ni tarehe 5 ya mwezi huo wa mwezi wa 3, ambayo itakuwa ni Alhamisi saa 5 kamili asubuhi, ambapo sasa pia watuhumiwa watakuja kwanza kujitetea kwa sababu tayari Jamhuri imeshafunga ushahidi wao. Kwa ujumla ile tathmini ya mashauri yote haya ambayo yanaendelea katika vijana ambao wanakabiliwa na uhaini. Naam. Kwa tarehe 5 ni kwanza kujitetea, na mengine yataendelea sasa Jamhuri kuweza kukamilisha ushahidi wake na hatimaye kufunga ushahidi wao na kutoa fursa kwa mahakama sasa kutoa uamuzi mdogo kama na kesa kujibu au la. Kama wanayo tutakwenda kwenye hatua ya kwanza kujitetea. Labda kama iathiri mwenendo wa kesi nzima. Watu wangependa kujua hawa ni vijana wa umri gani hasa? Vijana wadogo kama mnavyoona nyewe waandishi tunapiga picha kila siku hapa. Ni vijana kati ya umri wa miaka 19 mpaka 25. Vijana wadogo sana. Kumtoa mmoja ambaye kidogo ni mtu mzima na miaka takriban kama 45, lakini 99% ya watu wote hapa ni vijana wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka 19 mpaka miaka 25. Kwa vijana wadogo ambao kama nilivyosema kwamba kama DPP hana ushahidi wa kutosha, makosa ya uhaini ambao kwa kweli yamekaa muda mrefu hapa, kwa sababu kama nakumbuka kwa mara ya kwanza alifika hapa mahakamani tarehe 7 ya mwezi wa 11 mwaka jana, na kwa mara ya kwanza wakasomewa mashtaka yao. Tangu hapo kwa kweli wamekuwa hakuna hatua ya moja kwa moja ya serikali au Jamhuri imefikia hatua gani kwenye upelelezi. Sasa vijana wangeweza kuwa mitaani leo kuwa wanafanya kazi, taifa likapata mapato na nguvu kazi kadhalika na familia zao, baada ya kuendelea kwa iteni ndani kumkijua kwamba ushahidi wenu hautoshi. Kwa mimi naweza kutoa kwamba kumshauri DPP kwa mamlaka alionao kwa mujibu wa katiba na sheria, kama mashtaka ya uhaini kama hana ushahidi ayaondoe mara moja. Kama ushahidi upo ama kamilisha ushahidi hapa, mahakama ya Kisutu iweze kwa komiti watuhumiwa mahakama kuu ianze kusikiliza mashtaka yao bila kuchelewa. Sasa